maisha ya maombi ya kudumu. Nadhani unaposikia Daniel Dina likitajwa tu, moja ya mambo ambayo yanakuja kuchwani kwa haraka sana, Daniel alikuwa mtu wa maombi. 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 Maombi hakikuwa kitu cha mradi. Maombi yalikuwa ndiyo hewa yake anayovuta na kutoa kila wakati, akiomba, akiomba, akiomba. Yaani anafika mahali anaulizwa swali, badala ya kujibu swali anaomba kimoyomoyo, nipe jibu Bwana wangu, sijui, sina hekima, nipe maarifa, nisemeje sasa? Na akikuta ombi haliji, hapati jibu, anasema nipe siku moja nikazungumze na huyu Mungu wangu. Huyu Mungu wangu anajua yote. Hakuna lililo gumu la kumshinda Bwana, hakuna. Kwa hivyo anasema, huyu Mungu wangu nikimwendea katika faragha yangu, nikiweka lolote langu mbele yako, Mungu huyu atanijibu. Kwa sababu ni hatari kumwambia mfalme, ngoja niende halafu kesho nitakuja na jibu. Halafu kesho ifike huendi, kwa sababu jibu halijaja. Umfanye mfalme angoje. Wafalme wakati ule hasira zao zilikuwa juu juu, unaweza kukatwa upanga. Lakini Daniel alikuwa na hakika huu, Mungu wangu anajibu maombi, na nikimwita kwa ajili yake atanisikia. Na ndio maana alibeba ujasiri wa kumwendea Bwana katika maombi. Sala ilikuwa uhai wa Daniel. Hata amri ilipofanywa iwe kosa la kifo kusali, alienda kusali mara 3 kwa siku, tena akiwa amefungua dirisha, akimshukuru Mungu. Hii inaonyesha kwamba utii kwa Mungu lazima uzidi utii wa mamlaka ya dunia. Aliomba na kuomba. Sasa wale mnaojua kujifunza, mnaopenda kuomba na mnapenda kujifunza kuomba, wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu, tufundishe kufanya nini? Kuomba. Jamani, hili ombi la Mkristo yeyote mcha Mungu kila wakati, nifundishe kuomba kwa sababu sijui kuomba. Ukitaka kujifunza kuomba, mmoja wapo wa watu katika Biblia ambao unaweza kujifunza kuomba kutoka kwao ni Daniel. Na Daniel na Nehemia nawapeleka sawa. Daniel, angalia mfumo wa jinsi anavyoomba Daniel, utakufunza mambo. Lakini kwanza, umuhimu wa maombi unajitokeza fika kabisa kwa Daniel. Sasa niseme maombi si maonyesho. Daniel hakufungua mlango ili kuonyesha kama maonyesho ya kwamba yeye ni mtu wa maombi. Alifungua tu madirisha kwa unyenyekevu ili wajue, mimi sitafanya kwa siri. Kama mlijua ni mtu wa maombi jana, fahamuni hata leo ni mtu wa maombi. Sijabadilika kwa sababu mwanadamu hata nibadilisha, mimi ni wa Mungu milele na milele. Ndicho alichokuwa akitangaza. Na kama mnataka kufanya kitu, msingoje kesho, kifanyeni sasa. Lakini kama waimbaji walivyo, Daniel aliamini, Mungu atanilinda. Mungu atanilinda. Na hata asiponilinda, basi tena ameamua vinginevyo. Ni kama wale vijana walipotupwa katika tanuru la moto, mnakumbuka? Wakaambiwa ya kwamba kabla hawajatupwa sujudieni, wakakataa kusujudu. Mfalme akapewa habari, wakaitwa mbele ya mfalme, akasema nachachea tanuru mara 7 moto, mara 7. Sasa safari hii utakaposikia kipenga, msi iname tanuru hilo hapo. Wale vijana hawakungoja, wakamwambia mfalme, mfalme uishi milele mfalme. Heshima, sio jeuri wala kiburi. Uishi milele mfalme. Hauna sababu ya kutupa muda wa ziada.